Waheshimiwa Maspika, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya na uhai na kutupa kibali kilichotuwezesha kukutana hapa siku ya leo. Nina furaha kubwa leo hii kupata nafasi ya kuhutubia kikao cha pamoja cha Bunge la Taifa na Bunge la Seneti la Jamhuri ya Kenya. Kabla sijaendelea, niruhusu nitangulize shukrani zangu kwako Mheshimiwa Kenneth Lusaka, Spika wa Bunge la Seneti, na Mheshimiwa Justin Muturi, Spika wa Bunge la Taifa, kwa kuitisha kikao hiki cha pamoja cha Bunge na kunialika mimi kuhutubia. Kupitia kwenu, niwashukuru waheshimiwa wabunge na waheshimiwa maseneta kwa kuridhia kwa kauli moja kufanyika kwa kikao hiki. Asanteni sana, asanteni sana. Najiona mwenye bahati kubwa kupewa heshima hii adhimu na ya kipekee. Kama alivyosema Mheshimiwa Spika kwamba aliyewahi kuhutubia hapa ni Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete kutoka Tanzania na mimi ni wa pili. Ni bahati kubwa sana. Natambua fika kuwa huu si utaratibu wa kawaida wa Kenya. Si kila rais anayefanya ziara rasmi hupewa heshima hii ya kuhutubia bunge. Tena kikao cha pamoja mabunge yenu mawili. Wenzetu mna bunge lenye chemba mbili, sisi wenzenu tuna bunge moja tu. Kwangu itakuwa ndio mara ya kwanza kuhutubia chemba mbili za bunge kwa pamoja. Si jambo dogo na ni heshima kubwa iliyoje. Mmenipa heshima kubwa sana. Nimefarijika kuwa nimepata nafasi hii mwanzoni mwa uongozi wangu. Niseme kuwa kumbukumbu hii haitofutika kwenye maisha yangu. Asanteni sana. Uamuzi wenu wa kunipa fursa hii ni kielelezo cha thamani na uzito ambao mnaupa uhusiano mzuri uliopo kati ya nchi zetu mbili. Niwahakikishieni kuwa nasi tumeguswa sana na heshima, upendo na ukarimu mkubwa ambao umetuonesha. Wema huacha deni na deni lake ni kulipwa kwa wema, na sisi Tanzania tutalipa wema huu. Waheshimiwa Maspika, waheshimiwa maseneta na wabunge, sitatenda haki nisipomshukuru kipekee kaka yangu, ndugu yangu, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta. Rais Kenyatta ni miongoni mwa viongozi wa mwanzo kabisa aliyenipigia simu kunifariji mara tu baada ya kusikia taarifa ya kifo cha aliyekuwa rais wetu mpendwa hayati Mheshimiwa Dr. Magufuli. Kama haikutosha, hakusita kukatisha ratiba yake na kuweza kufika yeye binafsi kushiriki nasi katika msiba wa kitaifa kule Dodoma. Siku ile alitufariji sana kwa maneno yake na salamu zake za buriani kutoka kwa wananchi wa Kenya. Hatutasahau pia kwa kitendo chake cha kutukumbusha umuhimu wa kuheshimu dini na imani za wengine. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alisitisha kuhutubia akiwa jukwaani ili kupisha adhana iliyokuwa ikisomwa msikitini imalizike, na ndio aliendelea. Alituachia gumzo kubwa na funzo kubwa sana kwetu. Alitumia jukwaa lile kunipongeza kwa kushika dhamana hii ya rais ya awamu ya 6 wa Tanzania, na aliahidi kunialika nchini Kenya mara baada ya kipindi cha maombolezo kumalizika. Rais Kenyatta ni mtu wa kutimiza ahadi. Mara tu baada ya kumalizika kipindi cha maombolezo, alinitumia ujumbe maalum kuniona, ambao pia uliambatana na mwaliko wa kutembelea nchini Kenya. Nami nimekuja Kenya kuitikia wito wake. Mimi na ujumbe wangu tumepata mapokezi sana toka tumewasili jijini Nairobi. Tumejisikia tuko nyumbani haswa. Tumepokewa kwa ukarimu mkubwa, na hiyo ndiyo hulka, desturi na asili ya watu wa Kenya.
nimebaini kuwa sehemu kubwa ya ujumbe nilioambatana nao wanajua vichochoro vya Nairobi, wanajua nyama choma inapatikana wapi, lakini kutokana na corona hawakuweza kujibamba, na hivi nina wasiwasi nisije nikawabakisha nyuma. Kwa hiyo tunawashukuru kwa yote ndugu zetu kwa mapokezi na ukarimu mkubwa. Siku ya jana nimefanya kikao na Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta na ujumbe wake wa viongozi wa serikali. Tumekuwa na mazungumzo mazuri na yenye kuamsha matumaini makubwa sana kwa mashirikiano kati ya nchi zetu mbili kwa siku zijazo mbele yetu. Hapakuwa na ugumu wala ukakasi wowote katika kufikia muafaka wa mambo tuliokuwa tukijadiliana. Tumezungumza kwa kindugu sana. Kilichojitokeza wazi katika mazungumzo yale ni namna ambavyo nchi zetu mbili zinakubaliana katika mambo mengi kuliko yale machache sana tunayotofautiana. Hata hayo machache tunayotofautiana yenyewe hayakuwa na misingi imara ya tofauti, ila ni mitazamo tu ya watu, ambao mitazamo mingi inayoleta ukakasi huchangiwa kutokana na kukatika kwa mawasiliano baina ya nchi zetu mbili. Sasa ili kuondoa mitazamo hasi kati yetu, tumekubaliana kujenga na kuendeleza utamaduni wa kukutana mara kwa mara katika ngazi zetu mbalimbali. Ndugu na jirani wanaotembeleana hujenga ukaribu kuliko wale wasiotembeleana. Umbali hujenga mashaka na ukaribu huondosha mashaka hayo. Waheshimiwa maspika, waheshimiwa maseneta na wabunge, kama nilivyosema, hii ni ziara yangu ya kwanza rasmi nchini Kenya tangu kushika wadhifa wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 19 Machi mwaka huu. Ipendeze kusema kuwa itaingia katika kumbukumbu za kihistoria kwa Kenya ndiyo nchi ya kwanza kwa rais wa awamu ya 6 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufanya ziara rasmi. Nilikwenda Uganda lakini kwa madhumuni maalumu ya kusaini mkataba. Haikuwa ziara rasmi. Ziara yangu rasmi ya kwanza nimeanza na Kenya. Kwa lugha nyingine, mguu wangu wa kwanza kutoka nje kwa ziara rasmi umeanza Kenya. Na nataka niwaambie, jana nilikaribishwa iftari na Mheshimiwa Rais. Lakini wakati tuko kwenye iftari na baadaye chakula cha usiku, kulikuwa kuna dua nyingi sana zimesomwa, na baada kumalizika dua mvua ikanyesha. Ilikuwa baraka kubwa sana. Mungu ameweka baraka kwenye ziara yangu na yale yote ambayo tumezungumza. Kwa hiyo tumshukuru Mungu. Uamuzi wangu huu wa kuja Kenya kwa nchi ya kwanza sio bahati mbaya, bali ni wa makusudi. Busara inaelekeza kuwa ukiwa mpangaji mpya kwenye eneo lazima ujitambulishe kwa majirani. Nami kwa sababu ni mpangaji mpya kwenye hizo nafasi, nimeonelea nije kwa majirani kujitambulisha, na nimeanza na jirani wa Kenya ambaye ni jirani ndugu. Nilipata mialiko mingi lakini nikasema nianze hapa. Nimeanza Kenya si kwa sababu ni karibu kijiografia, bali ni kwa sababu ya umuhimu na nafasi ya Kenya kwa Tanzania. Uhusiano wa Tanzania na Kenya ni wa kipekee sana. Ni uhusiano uliofungwa katika mafundo matatu. Fundo la kwanza ni udugu wa damu kati ya wananchi wetu wa pande mbili ambao hauwezi kutenganishwa na mipaka ya kuchorwa kwenye ramani. Makabila ya pande mbili za mpaka yanaingiliana na watu wake ni wale wale wamoja. Tanzania inapakana na nchi 8, lakini ni nchi ya Kenya pekee ndiyo ambayo tuna jamii nyingi au nyingi zaidi zilizopo katika pande mbili za nchi zetu. Kwenye ukumbi huu wa bunge, nadhani ndani hapa kuna wakina Otieno,
kuna wakina Boke, kuna wakina Namelok kama ilivyo Tanzania, lakini pia kuna akina Kilonzo na akina Kioko kama ilivyo Tanzania. Lakini zaidi kuna Muhammad Faki Mwini Haji. Huyu ni seneta wa Mombasa, lakini hili ni jina safi la Kizanzibari. Kwa hiyo hatuwezi kutengana. Hii ni mifano michache tu. Fundo la pili ni historia. Kabla hata ya kuanzishwa kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka 1967, nchi zetu mbili hizi tayari zilishakuwa chini ya East African Common Service Organization au EACSO, zikiwa chini ya utawala wa kikoloni wa Waingereza. Huduma zetu muhimu, miundombinu yetu na chumi zetu zilifumwa pamoja kabla hata nchi zetu hazijapata uhuru. Fundo la tatu ni jiografia. Mwenyezi Mungu amejalia nchi zetu mbili hizi kuwa majirani. Tuna mipaka ya baharini na mipaka ya ardhini, na hata ekolojia yetu ni moja. Ndio kusema kuwa hata wanyama pori wetu ni ndugu na ni majirani. Kuna wale wanyama pori wanani wale? Wanakuja kupata mimba Kenya, wanazalia Tanzania. Sasa ingekuwa wanyama wana uraia, wangekuwa raia wa wapi? Wakitoka Serengeti wanaingia Masai Mara, kwa hiyo ni pale pale. Lakini siku hizi hata tausi wetu walioko Ikulu Tanzania wana ndugu zao Ikulu ya Nairobi. Kwa hiyo ni kusema kwamba kama tausi na wanyama wana undugu, sisi wanadamu tunatengana wapi? Hatuna pa kutengana. Sasa kutokana na ukweli huu, ushirikiano wetu si wa hiari bali ni walazima, kutokana na kanuni ya uwasili wa undugu ambao Mwenyezi Mungu ameuumba. Ushirika na ujirani, yote yanatufanya tuwe pamoja. Hili hatuna uwezo nalo la kubadilisha, hili la maumbile hili. Lililobaki, ama tupendane au tuchukiane, tuzungumze au tununiane, hatuwezi kukwepa kutokana na mafundo haya matatu tulio yaweka pamoja au tuliowekwa nayo pamoja. Tunategemea kwa kila hali, tunategemeana kwa kila hali, iwe kheri au iwe shari, iwe neema au iwe dhiki, tunategemeana. Panapotokea ukame Tanzania, njaa inabisha hodi Kenya. Panapotokea uzalishaji wa viwanda ukisimama Kenya, bidhaa zinakosekana Tanzania. Kwa hiyo tunategemeana. Hivyo hapana budi ila tupatane na tuelewane ili tuishi kwa pamoja kwa neema na furaha. Waheshimiwa maspika, waheshimiwa maseneta na wabunge, binafsi huwa nashangazwa sana na wale ambao wanadhani kuwa eti Kenya na Tanzania ni washindani, na hivyo uhusiano wetu unapaswa kuwa wa kuhasimiana na kukamiana. Na washangaa wanaodhani kuwa Kenya peke yake ama Tanzania peke yake inaweza kuendelea bila mwenzake. Mbaya zaidi ni kule kuamini kwao kwamba hilo linawezekana tu mmoja wetu kumwangusha mwenzake. Hawa ni watu wenye mioyo ya choyo, maono mafupi na akili mbovu. Ni bahati mbaya kuwa watu hawa wapo katika pande zote mbili, Kenya na Tanzania. Hutokea pia wachache wao sana wakawa ni watumishi wa serikali zetu na hata wanasiasa wa pande mbili za nchi zetu.
Bahati nzuri tu ni kuwa si wengi, na ndio maana uhusiano wa nchi zetu mbili unatimiza miaka 56 sasa. Ukiacha ule uwasili, lakini ule wa kiserikali ni miaka 56 sasa. Kwangu mimi na katika awamu yangu ya uongozi, nitahakikisha kuwa Kenya inabaki kuwa ndugu, jirani, mshirika wa mkakati na mbia. Kenya ni nchi ya 5 kwa nchi zinazoongoza kwa uwekezaji nchini Tanzania, na ndio nchi ya kwanza ndani ya Afrika inayoongoza kwa uwekezaji nchini Tanzania. Nyuma ya mataifa makubwa kama Uingereza, Marekani, China na India inakuja Kenya. Takwimu za kituo chetu cha uwekezaji zinaonyesha kuwa hadi kufikia Machi 2021 kuna miradi mingi tu ya Kenya inatekelezwa Tanzania, kama 513 kutoka Kenya ambayo inatekelezwa Tanzania na kutoa ajira kwa Watanzania 51,087 na kuchangia mapato ya kiasi cha dola za Kimarekani bilioni 1.7. Sekta zinazoongoza kwa uwekezaji kutoka Kenya ni uzalishaji viwandani, usafirishaji, kilimo, huduma, benki, ujenzi, rasilimali watu, madini, utalii na mali asili. Kutokana na uhusiano wetu mzuri, kampuni za Tanzania zimewekeza nchini Kenya, lakini tumekuja kwa uchache sana. Tuko kama kampuni 25 mpaka 30 zilizosajiliwa na mamlaka ya uwekezaji ya Kenya. Miradi hiyo ina thamani ya shilingi bilioni 19.33 za Kenya na kutoa ajira kwa raia kama 2642. So Tanzania tuna deni kubwa kuja Kenya, lakini pamoja na gap hiyo tulionayo au mapungufu hayo tulionayo, bado tunawaalika Wakenya wengi zaidi waje Tanzania kuwekeza. Na tunawaalika kwa sababu Tanzania ina mambo mengi, ina rasilimali za kutosha, madini ya kutosha, ardhi kubwa na mambo mengi mengine. Tunakosa mtaji. Kenya mna mtaji wa kutosha. Karibuni Tanzania. Dhamira yangu ya kuja nchini Kenya ni kuzungumza nanyi na kuona ni kwa namna gani Watanzania nao wataweza kufanya vizuri zaidi nchini Kenya. Mbali na uwekezaji, ushirikiano wetu kwenye sekta ya biashara nao ni mkubwa na umeendelea kushamiri siku hadi siku. Usafirishaji wa bidhaa za Tanzania kwenda Kenya umeongezeka kutoka shilingi za Kitanzania bilioni 390.6 mwaka 2017 hadi shilingi za Kitanzania bilioni 526.3 mwaka 2020. Kwa upande wa Kenya, nayo iliongeza kiwango cha kuuza bidhaa zake nchini Tanzania kutoka shilingi za Kitanzania bilioni 420 mwaka 2017 hadi shilingi za Kitanzania bilioni 571 mwaka 2020. Takwimu hizi zinatusuta sisi viongozi na wanasiasa. Zinatuonesha kuwa wananchi wa nchi zetu mbili daima wako hatua mbele yetu. Wanafanya biashara zao kwa ubunifu mkubwa, lakini sisi tunang'ang'ana na sheria na vikwazo na mambo kama hayo, na tunawavuta nyuma kidogo. Ni wakati sasa wa sisi viongozi kubadilika. Tuwe daraja la kuunganisha watu wetu na sio tuwe kikwazo au vikwazo kwao. Mimi na ndugu yangu Rais Uhuru Kenyatta tumekubaliana kuweka utaratibu madhubuti wa kuzuia na kukabiliana na zile pirika pale zinazotokea katika mipaka yetu wakati wa kuvusha biashara kwenda na kurudi katika nchi zetu mbili. Waheshimiwa Spika, waheshimiwa maseneta na wabunge, mashirikiano ya uwekezaji na biashara ni sehemu tu ya mashirikiano mazuri kati ya nchi zetu. Utalii ni eneo jingine ambalo tunapaswa kushirikiana sana. Kama nilivyogusia, ekolojia zetu zinaingiliana. Vivyo hivyo ukaribu wa vivutio vyetu vya utalii na vyenyewe vinaingiliana.
Tunayo nafasi ya kunemeka pamoja ikiwa tutashirikiana katika sekta hii kuliko kushindana. Badala ya kunyang'anyana idadi ya watalii, busara inatutaka tuelekeze nguvu zetu kuhamasisha mtalii aongeze idadi ya siku ambazo atazitumia nchini Kenya na nchini Tanzania. Kwa kufanya hivyo, sote tutafaidika. Kama alivyowahi kusema hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, alisema na nanukuu, tukipoteza muda mwingi kugawana kibaba. Kibaba ni kipimo cha kupimia kama mchele, ngano, sembe. Anasema tukipoteza muda mwingi kugawana hicho, tutapoteza muda mzuri sana wa kuvuna kipimo kikubwa zaidi. Mashirikiano yetu yanashamirishwa pia na jitihada kubwa tunazochukua katika vita dhidi ya uhalifu, ujangili, ugaidi, madawa ya kulevya na uharamia, Bahari ya Hindi na katika Ziwa Victoria. Maadamu wahalifu wa Kenya na Tanzania wana mashirikiano mazuri, basi hakuna budi vyombo vyetu vya ulinzi na usalama navyo vishikamane na wewe na mashirikiano mazuri ili tuweze kulinda maeneo yetu na kushinda ushirikiano wa wahalifu. Mashirikiano haya mazuri baina ya vyombo vyetu yamechangia na yatachangia sana kuwepo kwa utulivu na kutoa fursa kwa shughuli za kibiashara na uwekezaji kushamiri. Kenya ikiwa salama na sisi Tanzania tuko salama. Halikadhalika Tanzania ikiwa salama, Kenya nayo inakuwa salama. Waheshimiwa maspika, waheshimiwa maseneta na wabunge, ujenzi wa miundombinu ya pamoja ni sehemu ya jitihada zetu za kuimarisha mashirikiano yetu ya kiuchumi na kimkakati. Miradi hii inajumuisha kwa uchache miradi ifuatayo. Kwanza ni ujenzi wa barabara ya lami kutoka Lamu Mombasa kupitia Tanga Bagamoyo hadi Dar es Salaam yenye urefu wa kilomita 454 chini ya programu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya kuendeleza miundombinu ya barabara kwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Katika ushoroba wa pwani, yani Coastal Corridor, kwa upande wetu tuko mbioni kukamilisha ujenzi wa kipande cha Pangani Bagamoyo na barabara za lami zenye urefu wa kilomita 124.5, na tayari tumekwisha pata fedha kutoka Benki ya Maendeleo ya Afrika. Jana nilikuwa na mazungumzo na kakangu Uhuru, naye anamalizia mazungumzo ya kupata fedha ili kazi hii ianze kwa upande wa Kenya na tukutane pale kwenye mpaka. Mradi wa pili ni barabara ya Arusha Holili Taveta Voi yenye urefu wa kilomita 260. Mradi huu ni sehemu ya mradi wa maendeleo ya barabara ya Arusha na Manga Athi River iliyofunguliwa rasmi mwaka 2012. Mradi huu unatekelezwa kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza imeshakamilika. Sasa tunajipanga kuendelea na awamu ya pili ya mradi huu. Mradi wa tatu, tunavyo vituo vya huduma za pamoja mpakani vya Namanga OSBP na Holili Taveta OSBP. Vituo hivi vimerahisisha shughuli za biashara mipakani na uvukaji wa watu. Nafurahi kuona vituo hivi vimekuwa chachu ya shughuli za kiuchumi katika maeneo ya mipaka yetu. Tunaendelea na mchakato wa kukamilisha mifumo ya vituo vya Horohoro, Lungalunga na Sirari Isebania ili navyo viweze kutoa huduma kwa wepesi na kwa ufanisi. Mradi wa 4 ni wa kusafirisha umeme mkubwa wa kilovoti 400. Kwa upande wa Tanzania, mradi unahusisha ujenzi wa njia ya kusafirishia umeme kutoka Singida hadi Namanga, ujenzi wa kituo kipya cha kupozea umeme mjini Arusha na eneo la Legumur, na upanuzi wa kituo cha kupozea umeme cha Singida. Kwa upande wa Kenya, mradi huu unahusisha ujenzi wa njia ya umeme msongo wa kilovoti 400 inayojengwa kutoka kituo cha kupozea umeme cha Isinya hadi Namanga yenye urefu wa kilomita 94, inayounganishwa na njia ya umeme inayojengwa upande wa Tanzania.
Benki ya Maendeleo ya Afrika pamoja na Shirika la Maendeleo la Japani zimekubali kuharamia miradi hiyo. Mradi mwingine, Mwenyezi Mungu akijalia inshallah, serikali zetu mbili zitaanza kutekeleza mradi wa bomba la gesi, kuitoa gesi Dar es Salaam hadi Mombasa. Mazungumzo ya kutafuta fedha kwa ajili ya mradi huo yanaendelea na tunatarajia yatakamilika mapema inavyowezekana. Ndugu zangu maseneta na wabunge, mtakubaliana nami kuwa kwa ukubwa wa miradi hii, gharama zake na muundo wake unalazimisha nchi zetu mbili kushirikiana kujenga miradi hiyo. Ni ishara tosha kuwa uhusiano wetu si wa kuishia kesho, wala kesho kutwa, wala mtondogoo. Serikali zetu zinafanya uwekezaji huo kwa kuamini kuwa uhusiano wetu upo vizuri na utaendelea kuwepo daima. Hivi ndivyo majirani na ndugu walioshibana wanavyoishi. Yeyote anayefikiria ama kudhamiria kuleta uhasama baina yetu, ujumbe kwao ni kuwa Tanzania na Kenya tulikuwepo, tupo na tutaendelea kuwepo. Iwe kiangazi iwe masika, Tanzania na Kenya tupo. Waheshimiwa maspika, waheshimiwa maseneta na wabunge, sote tunafahamu kwamba dunia inakabiliwa na janga kubwa la ugonjwa wa corona ambalo limeathiri kasi ya ukuaji wa uchumi wa nchi zetu na limepelekea kwa sehemu kubwa kutulazimisha kubadili mfumo wetu wa maisha. Nilikuwa naongea asubuhi na wafanyabiashara, nikawaambia hivi tunavyoishi sasa hivi wote tumeziba midomo na pua. Huko nyuma kabla kuja corona na kule vijijini kwetu, mtindo huu tulikuwa tunawafanyia mbuzi tunavyowapeleka kwenda kula, ili wasile mazao ya watu njiani, tunawafunga. Leo corona imebadilisha mfumo wa maisha, wanadamu ndio tunajifunga. Huyu ni adui kwetu. Tunatambua kwamba kila nchi ikiwemo Tanzania imejiwekea utaratibu wa kupambana na janga hili kulingana na mazingira yake mahsusi na hali ya kusambaa kwa ugonjwa huo katika nchi hizo. Niliwaeleza Watanzania katika hotuba yangu katika bunge la nchi yetu, na napenda kurejea hapa kwamba sisi Tanzania sio kisiwa. Tunaishi kama sehemu ya familia ya jumuiya ya kimataifa. Kwa maana hiyo, kupitia kamati ya wataalamu niliyoiunda, tumeanza mchakato wa kutafakari mbinu zaidi za kukabiliana na janga hili. Wakati tunaendelea kusubiri mapendekezo ya wataalamu na hatua za kuchukua, tahadhari zote ikiwemo kusitisha baadhi ya safari kwenye maeneo ya milipuko zinachukuliwa. Kwa vyovyote vile itakavyopendekezwa, jambo ambalo nina hakika nalo ni kwamba lazima tushirikiane na jirani zetu ikiwemo Kenya katika kukabiliana na janga hili. Mapambano dhidi ya janga hili yanapaswa kutuleta pamoja na sio kutufarakanisha. Ni imani yangu kwamba tukiweka jitihada zetu na maarifa yetu pamoja, basi tutakabiliana na janga hili bila uoga na tutashinda, na maisha ya wananchi yetu yataendelea kuwa ya kawaida huku tukichukua hadhari za kutosha. Waheshimiwa Spika, waheshimiwa maseneta na wabunge, hatuwezi kuelezea uhusiano wetu mzuri bila kutambua au vizuri bila kutambua uhusiano wa mabunge yetu ya nchi mbili. Umekuwa ni uhusiano mzuri wa majira yote. Nitumie fursa hii kufikisha kwenu shukrani za dhati na salamu kutoka Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Watanzania wote kwa kuungana nasi na kutufariji katika kipindi kigumu cha msiba wa hayati mpendwa wetu Rais Dr. John Pombe Magufuli. Mlitufuta machozi na mlitufariji sana. Tuliguswa sana na uamuzi wa Bunge la Senate
kupitia kikao chake cha tarehe 24 Machi 2021 kujadili na kusajili kwenye kumbukumbu za Bunge salamu maalum za rambirambi kufuatia kifo cha hayati Dr. Magufuli. Tunawashukuru sana. Nafahamu pia viongozi wa mihimili mitatu ya serikali ya Kenya, ukiwemo wewe Mheshimiwa Spika na Mheshimiwa Spika wa Bunge la Seneti, Mheshimiwa Kenneth Lusaka, mlitembelea makazi ya balozi wetu kutoa salamu za pole. Sisi wa Tanzania tulifarijika sana kwa kuwa nasi wakati wa majonzi. Hatuna la kuwalipa ndugu zetu wa Kenya zaidi ya kusema Mungu awabariki sana. Wakati wa msiba na dhiki ndio wakati unapomjua ndugu yako wa kweli na jirani zako wa majira yote. Mlitudhihirishia bila chembe ya shaka kuwa ninyi ndugu zetu wa shida na raha. Asanteni sana. Ndugu zangu wa Bunge, sisi ni wafuatiliaji wakubwa wa mikutano ya Bunge la Kenya. Mimi binafsi huwa napenda kusikiliza Bunge la Kenya. Tunafanya hivyo kwa kuwa yanayojadiliwa humu nasi yanatuhusu. Niseme tu kuwa Bunge la Seneti la Kenya na Bunge la Taifa la Kenya linatusisimua kwa mengi. Tunafurahia upana wa demokrasia yake, uzito wa mijadala yake na hamasa ya wabunge wake. Tulifurahishwa zaidi na uamuzi wenu wa kuanza kutumia lugha ya Kiswahili ndani ya Bunge. Na ndicho kinachonifanya mimi nisikilize Bunge la Kenya na enjoy kile Kiswahili kile. Kiswahili chenu kina vionjo vingi, kuna vionjo vyake ambavyo peke yake ni burudani tosha kusikiliza. Nilikuwa namsikiliza Mheshimiwa Spika anavyoshindwa kutaja namba za miaka kwa Kiswahili. Lakini inafurahisha kwamba mlishatunga kanuni za Bunge kwa Kiswahili na mkamwalika Mheshimiwa Job Ndugai kuja kuzindua kanuni zile tarehe 31 Oktoba 2019. Hii inatia moyo kwamba tuko pamoja na kweli mnataka kutumia Kiswahili, lakini hatua kwa hatua. Rai yangu kwenu ni kuomba mtusaidie kulea uhusiano wetu mzuri, ndugu zangu wa Bunge. Nasema hivyo nikitambua kuwa ninyi ndio wawakilishi wa wananchi na ndio sauti yao wananchi wa Kenya. Ninyi ndio wenye dhamana ya kutunga sheria na kushauri serikali juu ya mwelekeo wa sera na kuongoza wananchi wenu waliowachagua. Dhima yenu katika kukuza ushirikiano baina nchi zetu mbili ni kubwa sana. Mna uwezo mkubwa wa kuamua kasi ya ushirikiano wetu, iwe ya haraka ama ya kusuasua, kwa aina ya sheria mtakazozitunga na sera mtakazozipitisha. Dira na mwelekeo wa serikali ya awamu ya 6 ninayoiongoza ni kudumisha mazuri ya awamu zilizopita, kuyaendeleza mema yaliyopo na kuleta mazuri mengine mapya. Hivyo nimekuja kuahidi kuwa chini ya uongozi wangu, mimi na wenzangu katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tutafanya kila linalowezekana kuimarisha uhusiano kati ya nchi zetu mbili. Kama kuna linalolegalega au uhusiano wetu kama unasuasua, basi nimekuja hapa Kenya ili kupakazia. Nimekuja Kenya ili kukazia yale ambayo yamelegalega, na nimekuja kuyanyoosha yale ambayo yalikuwa yamejipinda pinda hivi. Leo mtasoma Kiswahili. Waheshimiwa Maspika na waheshimiwa maseneta wa Bunge, Tanzania na Kenya ni wanachama na waasisi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nchi zetu mbili ndizo zenye eneo kubwa kijiografia
na idadi kubwa ya watu na milango pekee ya bahari kwa nchi zingine za Afrika Mashariki. Ukweli huu unakuja na wajibu na dhima kubwa kwa nchi zetu mbili. Uhusiano wa nchi zetu mbili ukishamiri, Afrika Mashariki nzima itashamiri. Biashara kati yetu ikistawi, Afrika Mashariki nzima inastawi. Hivyo basi, hatuna budi nchi zetu mbili kutambua wajibu wetu na dhima yetu hiyo kwa upande huu Mungu alikotuumbia Afrika Mashariki. Tunapaswa tutambue kuwa kila mara tunapotokea kuelewana, kila mara panapotokea kutoelewana kati yetu, tunadhoofisha jumuiya ya Afrika Mashariki. Bila kukusudia, tunajikuta pia tunaathiri kasi ya utangamano wa Afrika Mashariki. Hivyo hatuna budi kuendelea kuelewana. Nikiri kwamba kuna nyakati ambapo ushirikiano wa Afrika Mashariki ulijaribiwa, ambapo baadhi ya matukio, kauli na vitendo vyetu viliweka majaribuni mahusiano yetu na kuupima uimara wa dhamira zetu za kuendelea na safari yetu ya utangamano. Ninachofarijika ni kwamba katika nyakati zote hizo, kwa busara za viongozi waliotutangulia na kwa uimara wa mafundo wa uhusiano wetu, tulishinda na dhamira yetu iliimarika zaidi. Uchungu wowote uliojitokeza pale ambapo tulijaribiwa ulikuwa ni uchungu wa uzazi na sio uchungu wa maradhi. Kwa maana kwamba uchungu wa uzazi unaishia kupata mtoto na unaleta furaha kwenye familia, lakini uchungu wa maradhi unaishia kwenye kifo. Kwa hiyo sisi tunapokerana huo uchungu wa uzazi, tukae tuzungumze na tupate mtoto wa amani, tuendelee na uhusiano wetu. Niwahakikishie kuwa mimi na wenzangu nchini Tanzania tutafanya kila linalowezekana ili uhusiano wetu uzidi kung'aa, na kwa kufanya hivyo tung'arishe ushirikiano wa Afrika Mashariki. Tanzania itaendelea kuwa jirani mbia na rafiki mwaminifu wa Kenya na mwanachama mwadilifu na wa kutumainiwa ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Jitihada zangu na wenzangu katika serikali ninayoiongoza zitaelekezwa katika kuimarisha ushirikiano wetu ndani ya jumuiya yetu. Tutaelekeza jitihada zetu katika kutafuta majawabu palipo na changamoto, kufufua fursa palipo na vikwazo na kuleta matumaini palipo na mashaka. Tutafanya hivyo kwa kuamini kwa dhati kabisa kuwa wana Afrika Mashariki hatima yetu imefungamana, nasi hatuna budi tufungamane. Ombi langu kwenu waheshimiwa wabunge, kama nilivyosema awali, mtusaidie kutimiza azma hiyo. Sisi tulioko serikalini, mtusukume tutekeleze wajibu wetu huu adhimu, na pale tunapozubaa msisite kutukosoa. Nanyi pia tunawaomba mtimize wajibu wenu. Mtusaidie kutunga sheria na kushawishi serikali zetu kuhusu sera zinazochochea na kuwezesha mtangamano. Tusiruhusu na tukemee misimamo, mitazamo na kauli za baadhi ya wanasiasa ndani ya mabunge yetu ya kuleta mgawanyiko na kudhoofisha jumuiya yetu. Daima tuwatangulie wafanya biashara na wananchi wetu katika utangamano na kuwaongoza, badala ya wao wananchi wetu kutuongoza sisi. Yanayotokea sasa hivi, wafanya biashara wako mbele kuliko sisi. Kwa sisi sasa inabidi tutunge sera na sheria kuendana na mwenendo wa wafanya biashara. Lakini inavyotakiwa tutunge sera na sheria, wafanya biashara wafuate sera na sheria zetu. Nasema hayo kwa sababu falsafa zinasema kuongoza ni kuonyesha njia na sio kufunga njia. Kwa sisi kama viongozi wa serikali, viongozi wa mabunge, viongozi kwenye mahakama zetu, tuoneshe wananchi zetu njia na tusiwafungie njia za maendeleo na njia za ustawi wao. Waheshimiwa maspika, waheshimiwa maseneta na wabunge, nihitimishe hotuba yangu
na niseme kwamba kama mnavyojua, moyo ukielemewa na furaha ya moyoni hutoka kwa mdomoni. Ningetamani kuendelea kuzungumza nanyi kwa kirefu zaidi, kueleza furaha yangu kwa upendo mkubwa mlionionyesha, ukarimu mkubwa mliotufanyia mimi na delegation yangu, ujumbe wangu, na heshima kubwa mlionipa. Isitoshe, tunapokutana Tanzania na Kenya, tunakuwa na maneno mengi sana ya kuzungumza, hayaishi, na hii ni kutokana na ukubwa na uzito wa uhusiano wa nchi zetu mbili. Sasa nataka nisiseme naishia hapa, niseme mniruhusu niakhirishe maneno yangu hapa, kwa sababu nitakuja kusema maneno mengine mbele tukikutana. Kwa hiyo nisiishii hapa, naakhirisha maneno yangu hapa. Tunapokutana Watanzania na Wakenya, kuna mambo mengi. Utani unakuwa umo, vijembe viko umo. Ndiyo mambo yanayochangamsha uhusiano wetu. Sina shaka kuwa tutapata fursa ya kuyazungumza mengi zaidi na kwa kina katika majukwaa mengine tutakayokutana. Nitumie fursa hii kumshukuru kwa mara nyingine tena, kuwashukuru waheshimiwa maspika kwa mara nyingine tena kwa kunikaribisha, lakini nimshukuru Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa mwaliko wa kuniomba mimi kufanya ziara hii rasmi ya kiserikali nchini Kenya. Nataka niwathibitishie kwamba ziara hii tumevuna mengi na makubwa sana. Mengi na makubwa sana. Imefungua milango mingi sana. Lililobaki mtusimamie kwenye utekelezaji. Lakini nami nimemwalika Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aje Tanzania. Tanzania mwaka huu Disemba tunatimiza miaka 60 ya uhuru. Kwa hiyo nimemwalika Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aje kwenye sherehe hizo kama mgeni wetu maalum. Nitumie pia fursa hii kama nilivyosema kushukuru maspika Mheshimiwa Kenneth Lusaka na Mheshimiwa Justin Muturi kwa makaribisho yenu mazuri sana ndani ya bunge. Niwashukuru waheshimiwa wabunge na maseneta kwa kutenga muda wenu adhimu kunikaribisha kuzungumza nanyi. Kupitia kwenu niwashukuru ndugu zetu wananchi wa Kenya kwa mapokezi mazuri waliotupatia. Tunaondoka Kenya na kumbukumbu nzuri ya ziara hii na shauku kubwa ya kurudi tena siku zijazo. Hii ni ziara yangu ya kwanza nchini Kenya na waahidi haitakuwa ya mwisho. Na kwa maana hiyo niseme udumu udugu wa Kenya na Tanzania, wadumu viongozi wetu. Mungu aibariki Jamhuri ya Kenya, Mungu aibariki Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na asanteni sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana.